Machi 13 Alhamisi. Mwaka wa 2025. Kazi ambayo si ya bure. 1 Korintho 15:57 hadi 58. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Je, ni kwa jinsi gani unapaswa kuomba na kupokea majibu kwa mahangaiko mengi na masuala muhimu? Unapoomba kwa jina la Yesu kwa masaa 24 hadi upate jibu, ushahidi wa masaa 25 na jibu la milele la uinjilisti wa ulimwengu litadhihirika. Wanadamu hawawezi kukutana na Mungu kwa vile waliasi na kuanguka katika uharibifu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye njia ya wokovu ambayo imetolewa kwa ajili yetu. Yeye ndiye mfalme, kuhani na nabii wa kweli. Wakati wa shida lazima ujihusishe na maombi ya kumakinika kwa kutumia mamlaka uliopewa kwa jina lake. Jina hili ni nini? 1. Kristo kabla ya uumbaji, jina lililotatua tatizo la milele. Jina hili ni jina la uzao wa mwanamke Imanueli na siri ya kuchaguliwa kabla ya uumbaji na wakati, au kwa maneno mengine, jina ambalo linatatua matatizo ya milele. 2. Kristo alifanyika mwili, jina ambapo wokovu wa milele unatokea. Wale wanaoamini katika jina hili wamepewa mamlaka ya kufanyika watoto wa Mungu. Neno alifanyika mwili, akazivunja laana zote, nguvu za giza na mamlaka ya Shetani, na pia alitoa ufunguo wa kufurahia uwezo wa kiti cha enzi cha mlima wa Mizeituni. Pia alithibitisha mamlaka ya kupata nguvu ya chumba cha juu cha Marko. 3. Kristo aliyefufuka, jina linalofanya kazi hata sasa. Yeye yu pamoja nasi na tutakuwa mashahidi mpaka miisho ya dunia. 4. Kristo aliyekuja kama Bwana wa ujio wa pili, jina lililotatua matatizo ya siku zijazo. Lazima uamini katika neno na kuwa na imani, kwa sababu mwisho utakuja mara injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote. 5. Kristo aliyekuja kama Bwana wa hukumu, jina la ukombozi kutoka Jehanamu. Shetani kwa kweli anachukia Kristo pekee anayehusishwa na makabila 5,000. Lazima uwe na ufahamu wa kile kinachotokea wakati unapoomba na kile kinachotokea wakati huo. Ukiwa na jina la Yesu Kristo ambaye ana mamlaka, lazima uingie katika maombi ya kumakinika. Ombi la agano. Mungu Baba, na iwe wiki hii ambapo ninatangaza jina la ajabu la Kristo na kufunua nguvu zake zilizofichwa. Wiki hii iwe wiki nguvu za giza katika familia yangu, shamba na ulimwengu wote zitafungwa katika jina la Yesu Kristo, ninaomba. Amen.